mulk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Abdul Qadir Shelillah tajalla nur, la ilaha illallah tajalla nur. Wasu Ahmad Waliullah tajalla nur, la ilaha illallah tajalla nur. Tajalla nuru nurullah tajalla nur, تجلى النور. لا إله إلا الله تجلى النور. لا إله إلا الله تجلى النور. تجلى نور نور الله تجلى النور. لا إله إلا الله تجلى النور. تجلى نور نور الله تجلى النور. لا إله إلا الله تجلى النور. إلا الله تجلى النور. إلا الله تجلى إلا الله تجلى النور. 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 إله إلا الله تجلى النور. إلا الله تجلى النور. ربي والحمد لله تجلى النور. إلا الله تجلى النور. ووحدنا ببسم الله. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah shukuru, alhamdulillah. Salama tu, alhamdulillah. Jamarati kwa ajili ya kurembea mawe. Tunashukuru alhamdulillah. Viongozi wametusaidia sana kutokana na njia zilivyokuwa zina usumbufu. Tumepitishwa katika njia ya urahisi. Alhamdulillah tukafika kwenda kufanya jamarati kwa kupiga mawe hayo. Na alhamdulillah na tumerudi tumepata njia nyingine ambayo haina usumbufu. Kwenda tumepata njia ile kwa haina usumbufu na kurudi pia tumepata njia ambayo haina usumbufu mpaka sasa hivi alhamdulillah tunashukuru. Hakuna walioumia au hakuna mpaka sasa hivi nafikiri kwa hivyo Allah hakuna aliopotea inshallah. Sheikh, ni mara ya sisi ya Ahlus Sunna katika kuhudumia mahujaji na kuwapeleka watu katika miji ya historia kwa ajili kuweza kupata taaluma na kufanya ibada zao kamili. Nashukuru alhamdulillah. Ahlus Sunna ni katika taasisi ambayo inaongoza watu vizuri na inahudumia vizuri na alhamdulillah inaonesha ishara, kwa sababu katika taasisi zote za Tanzania ni taasisi ambayo ilichukua watu wengi ni Ahli Sunna wal Jamaa. Hiyo ngewashauri na wenzangu kama watapendelea basi taasisi wachague taasisi ya Ahli Sunna wal Jamaa inshallah, kwa sababu uongozi wao ni mzuri na utaratibu wao ni mzuri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika eneo la Jamarati kuja kurembea mawe, unajisikiaje baada ya kufika? Wallahi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulitarajia kutoka Muzdalifa kuja huku watu watakuwa wamechoka sana, lakini kila mmoja alhamdulillah amekuja na nguvu na ari kwa ajili ya kuja kurembea mawe kwa kufuata mila ya baba yetu Saidina Ibrahim. Sasa hivi kila mmoja anafurahi alhamdulillah. Naam. Wewe ni katibu katika taasisi. Ndio. Tupangaje katika kuweza kufika hapa namna ya kudhibiti mahujaji kutoweza kupotea na wale watu wazima ambao labda hawawezi kufika hapa? Unajua sisi katika taasisi yetu kila kiongozi anatakikana awe na mahujaji 10 anaowashughulikia. Kwa hiyo sasa utakuta si rahisi mtu kupotea ovyo, kwa sababu mtu mmoja kuongoza watu 10 unawamudu, tofauti na kuwa mtu ndani au mahujaji 50 au 70 viongozi watakuwa 2 tu au 3. Haiwezekani, na ndio maana unakuta sisi tuko 166 tumekuja viongozi 20. Kwa hiyo kila kiongozi ana hujaji wake 10. Hivi unaona grupu hili, lakini ujue kwamba kila mtu anamchunga hujaji wake. Ametoka na hujaji wake na anarudi na hujaji wake. Ndio maana inakuwa ni rahisi kwa kwetu sisi.
Utaratibu uko vipi kwa wale ambao hawawezi kufika huku labda na wanahitaji kurembea mawe lakini hawana uwezo? Wale utaratibu wao ni kwamba sisi tunaokuja tunawachukulia mawe yao kwa sababu hakuna tatizo lolote, tunawachukulia mawe yao, tunawarembea na wanakuwa wamekamilisha kama kawaida. Ni wito wako kwa jamii? Wallahi mimi jamii naambia wajitokeze kwa nguvu sana kuja kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu, hasa vijana. Wasisubiri mpaka wamechoka, inakuwa ni shida. Sasa hivi hapa umeniambia inakuwaje kwa wale ambao hawajaja na wanatamani? Wale wanatamani, lakini kutokana na hali yao sasa imebidi wabakie. Unaona, lakini ukija na nguvu zako unafanya mambo yako wewe mwenyewe yote na huchoki.